government program that is meant to benefit the farmer should not be used by unscrupulous farmers also to collect fertilizer and what said. Because I think CVB can tell us that actually the shortage we are having, the actual shortage which we are supposed to receive is about 100,000 bags. Yeah, slightly more than that. But if you see the fertilizer that has come and has been taken, I think we have almost surpassed our requirement. It is going to be very important that we register farmers. And this registration should not be driven by the Ministry of Administration. No. Yes. Fanya na sisi. Kilimo haiko kwa kilimo house. You cannot tell me you know the farmers better than me. The county has capacity to know the number of farmers that require fertilizer and how much fertilizer the county requires. So we have no business taking the names to Nairobi because farmers are having a lot of problems that they have to call Nairobi to find out that my name is correctly written or I don't know what. Why can't it be done at the county level because it's easier? And you could easily identify that this is not our farmer. From what Mheshimiwa Janet is talking about, is that now we're going to request you as a county, you, particularly the North Rift and South Rift, the farmers where we have the basket full of the food basket of this country, your CS here wouldn't have to go further from what Janet is saying. Get now to know in a ward, how many wards you have? 30 wards. Let's get to the wards. How many farmers are in those wards? And you know, of course, the land will not increase, or was reduced because of the household application, what have you. In that again, in that location, how many locations you have? In a ward, maybe 3 or 4. In those 4 locations, how many farmers are there? Break it down to sub-location. Come down to the villages. Then you should have that database. We shall need some resources, and I think we have had a discussion with the CSI that we shall need to partner in doing this exercise. Yeah. It is possible To have that database. It is possible to have that data because if we can go to those farms, and we have said whether the farmers are title deed or not, we want to register it and map it. You know, with this technology that has come of GIS, if we get these young people, and we have a program, we have an internship program we will roll out as a county, and that's part of the young people we want to use. We just want to get GPSs at this planting season. Every farm, we are going to stand there, so that when you come even for the fertilizer, and you tell us, I've leased the farm from Mheshimiwa Tireti, the system must automatically subtract a certain number of fertilizer from Tireti before even Tireti arrives. Once you submit, and we shall be demanding that there will be a special form for those who are leasing the farms. For people, how many acres, and as it comes to my agricultural people, we put in the system, automatically shifts that fertilizer from Tireti to whoever has leased it. So we shall supply the exact quantity, and we shall not have shortage. If the ministry had even let National Cereals deal with it independently, we will not be having such crisis. You will also see in the issue of this problem now that you hear we've brought in enough fertilizer as fertilizer, but the planting fertilizer is not there. So they are playing around with that, and it is by design, and I will bring that to say by design, because last year it was the same thing. When we will be top dressing is when they will be supplying now the planting fertilizer. So the ministry is the one, and I'm sorry to be very harsh, but I think the ministry is the one that is causing us all this problem. So this year, we are actually supposed to be doing 30 to 40% of the requirement. Total requirement for the country is about 650,000 tons. 650,000 tons total requirement for the country. But we are doing only about 15% of that. This year, for example, we have imported 168,000 tons. So it's a small proportion of the It's a small proportion of the requirement. As quick as possible. Pay the farmers. Pay the farmer. And for the sake of food production, ile mbolea yote inakuja sasa ikuwe directed to
fancy ya maneno ya mahindi. Because the problem with me is that timeline. If you figure to 15th of April, forget about it now. And by the way, there's no mkulima here willing to plant wheat anymore. Yeah. You know, in the past, what used to happen, we get level mahindi, we change plan meenda wheat. Wheat has no market. All my farmers here wako na ngano kwa store. Tunauliza nyinyi viongozi wetu kwa heshima. We are not witch hunting you. We really want to make sure that we the farmers in Uasin Gishu, you know this is the bread basket. Na unajua mheshimiwa Kiunjuri amepewa docket yenye mimi naona wewe enda ambie Kibeta amesema usiambie ni Wanyonyi ama Mandago. Ambia Kibeta amesema please let him honor. Mbolea inakujanga tukiwa na mheshimiwa maybe mwenye anatoka hapa. Siku nyingine juzi mlituambia huwezi kuwa kiongozi wa deep na una ng'ombe. Ni kweli? Hiyo ng'ombe hii sasa wewe umekuja hapa wewe uko na ng'ombe hiyo. Wewe uko na shamba. Umenunua hii mbolea hii yenye ni tamu. Unajua mbolea ni kitu mzuri. Na sisi ukiona sisi wakulima most of us sisi tumesoma, tuko na elimu kidogo. Mandago alisema eka vijana na eka, mimi niko na eka yangu. Na nikikuja 3 times kutafuta mbolea hapa I lose hope naenda kunywa chang'aa. Ili tuelewane, chakua mtu ya kuchunga wenye analima kama Tire na sisi akuche tufanye kazi pamoja, sababu akichelewa sisi najua mahali ya kupinyia yeye. Sitapata wewe wapi kupinya wewe. Tutakuja wapi? Tutapata wewe wapi? Tunataka mbolea, tutaki maneno mengi sababu hii ni mwezi wa 4. Ikifika mwezi wa 5 tutapanda nini? Ukitaka kuchezea mkulima unachezea maisha ya Mkenya. Tunaomba maneno ya malipo ya mahindi. Hatutaki kukopesa mahindi zetu kwa serikali. Mliweka budget na mkaweka target. Tafadhali Parliamentary Selected Committee, kutana na waziri ya pesa na Kiunjuri na MD ya National Cereal and Produce Board Bwana Terer. Hiyo kitu inaweza kuwachukua 2 hours, mumalizane na hiyo story, muende kwa bunge, mtupitishie pesa kama Kiunjuri hajawapa anything to tell us today. And we are giving you time frame. Nature ya Mungu inasema kufikia tarehe 15 mtakuwa maangamiza wakulima ama muokoe wakulima. I want to tell the Kenyans, stop all business, stop all activities, focus kwa mvua ambaye Mungu ametupea, na hii wiki 2 mtupee mbolea ya kutosha, turudi mashambani, tupande, ndio tukuje tuongee mambo mengine kama tumeshaenda shambani. Last year tulikuwa na janga la fall armyworm. Sisi tulitumia fedha kama county, lakini hatuwezi kuwa na pesa ya kutosha kudeal na emergency. Leo hii tukiongea Turbo sub county fall armyworm imeingia huko kwa wingi. Kwa ile bajeti ambayo iliwekwa nimesikia iko only 50 million peke yake. It is not going to be enough for even Uasin Gishu alone. Leave alone going to the neighboring counties and other counties inapanda mahindi. Kwa hivyo kama wizara ya kilimo haitaamuka na itilie maanani maneno ya mkulima na janga ambazo mkulima anaweza pitia, basi tuwe tayari kama taifa kuangamia kwa njaa. Ni kwa sababu nimekuja, mmesikia mlio wenu. Wengi tumesikia kwa radio, kwa makaseti, hata ukipita hapa nikienda Kitale huwa nasikia, naongea na wale ambao wako hapa. Hata Your Excellency tumeongea kwa simu ya kwamba kuna shida. Shida ambayo iko hapa wananchi ni shida kila pahali. Nataka niseme, ndio tumetoka Nairobi tukasema lazima tuje hapa. Mambo ya kuleta fertilizer kutoka nje si kazi ya wizara wa kulima. Tulitaka na tunataka kuanzia leo, shida ambayo tumeona Kenya mzima ni ya kwamba kuanzia sasa up to next year na siku zingine zijazo, watu wa National Cereals Board ndio watakuwa wanaleta fertilizer kutoka nje, si ministry. Tunataka kuomba ile budget inakuja, kabla iende kwa bunge, nyinyi kamati ya bunge kujeni tufanye public participation maneno ya budget ya kilimo katika national government ili tuwapatie maoni. Unajua ule mtu anakaa Nairobi
na kuhesabu eka ajui ni eka ngapi. Sisi hapa we can tell you acreage yetu, na tutakwambia tunataka dawa gani, tunataka nini, ndio costing, proper costing iweze kufanywa. Otherwise sisi tunangojea nyinyi. Hiyo Jumanne imesema tutakuwa tunaangalia TV na kusoma gazeti tuone kama supplementary ijakuja. Tumekuja on fact finding shida ambazo ziko kwenu, kwa sababu nyinyi tuchukua sisi na tuko huko tuwakilishe nyinyi, na kwa hivyo tumekuja hapa ili tuangalie shida zote ambazo ziko hapa. Tumesikia kwa magazeti, tumesoma, tumeona kwa TV, kwa radio, hata tumeshuhudia. Tulikuja hapa. Mimi kwangu ni Kitale is even worse. So Major, kwangu is worse. Your Excellency, kwangu is worse. Ikawa lazima this special committee of agriculture, select committee of agriculture, ije. Kenya is a signatory to some of these protocols. Iko ile ya Maputo, iko ingine ya Malabo 2014. FAO also reaffirmed the same protocols that agriculture to succeed at least requires 10% of the national budget. Na nyinyi mmekuwa mpitisha around 3.5%. Sasa hata hiyo ambayo mnasaini, kwa nini inakuwa shida kufuata? Because kama hii pesa yote ingekuweko, you could have purchased all these inputs at the right time, subsidies to come at the right time, because you have the funds. But why should we behave as if we are management by crisis? Na tayari nyinyi wote mnaelewa. Mahindi mingi bado iko nyumbani. Mahindi kidogo makatelis wamechukua. Na katelis sijui ni watu yetu, sijui ni watoto yetu, sijui ni marafiki yetu. Hatujajua kateli natoka wapi na nyinyi iko. Sasa hiyo watu sisi tuliona pesa hatujaona. Na wengine wametuba mahindi. Samani sisi tukituba mahindi, unaenda kwa rafiki yako unamwambia pea mimi 10,000 nitakuja rudishia wewe. Kilikuwa nalipwa kila wiki, siku ya Moi, siku ya Kenyatta, kila wiki wewe napata pesa. Sasa hii siku yenu nani nakula hii pesa yetu? Nyinyi au nani? Sisi tunataka pesa. Tuliona mliongeza mafuta. Na hata tukusikia watu ya parliament nasema mliongeza Januari tukanyamaza. Mkaongeza mwezi wa pili tukanyamaza. Hii mwezi ya tatu mliongeza. Hii pesa mnafanyia nini? Na sisi hatupati yetu. I've tried to find out where, you see when we are going to $5 million were made. I've got to have to Busia in my research. You know, I'm a very honest leader. I'm a leader. I've done my research. These maize are not come from Uganda. And these are, because they don't maize in Uganda, and you see, when I got this document during the Honorable Excellency, nakumbuka ile exhibition ilikuwa joint na Uganda. Nikajaribu kutafuta hapo wewe aliseka ni jamaa ijabura. Aikati mtu hakuna na mimi nimeombea these cartels. And these now those are we all profess as Christians. Mimi nisoma kitabu ya Joy. Kitabu ya Joy. Kuna wakati Mungu alitoa pigo kwa watu ya Israeli. Ilikuwa kitabu ya Joy. There was these locusts. Ikavamia nzige, ikavamia mashamba. Na hizi locusts ni kama hii nzige sasa ndio hii cartels imeingia. Hii cartels ndio hii nzige. Hii cartels ndio kwa fertilizer. Hii nzige iko kwa wapi? Hii nzige sasa, hii nzige mimi nataka kuambia. Mungu akawafungulia njia hiyo, akafungulia maji. These people wakatafuta dudu ikaua hii. Na mimi nawaambia nyinyi, hii watu si wajinga. Iko dawa ama namna gani? Wako ignorance, mwerevu jiga akirefuka. Wherever you, so you leaders, let's be honest with you, doing our duties. Let's be honest. Let's not exploit the very people who we are expected to represent. Sahi hakuna fertilizer, hii watu hawana fertilizer. Tunasikia fertilizer iko phosphate na iko ile CN, hii ya stop trace, imejaa store hiyo CN. Lakini hii phosphate sasa tulifikiri leo mtuletea. Sasa mimi nasikia chama anazungumza na kusema
Mimi napea nyinyi mpira, napea sisi mpira bila upuzi. Sinataka phosphate. Hakuna phosphate kwa hiyo masto yangu. Hatutaki CN na jaa, lakini CN bwana rafiki yangu watatoa CN kesho. Watatoa usiku yote kufika siku ya CN. Huwezi ona, unakuja hii si muongo, hii ni haki kabisa. Tumekuja kuuliza kama farmers, kama tuko na NCBB tunalia kwa nini haifanyi kazi? Kama haifanyi kazi ondoa. So if the Minister of Agriculture has not been doing some of the things, please do something this year yourselves. Please. So that there is change. Be a Matiang'i. Matiang'i made education and went to another place, but we know Matiang'i. So may we have Matiang'i Minister of Agriculture here. Through Wanyoni. Wanyoni, please. Matiang'i, Sila Tiren, everybody. Go and do it for us so that we don't shout every year. Every year tukitaka kupanda, please, tunataka. Next year we are doing the same thing. Why should we do that? For all the years, hata mimi nafanya motivation for students. Ukiambia waenda agriculture anasema hapana, because farmers will be shouting all the time. They see the farmers and they sympathize. Saidia watoto waende university kufanya agriculture. We can have a database for all the farmers in Kenya. We know this one's wanapanda mahindi, hawa wanapanda ngano, hawa wanapanda hii. So that it will be very easy. We know land never expands. Ama shamba inapanuka Kenya. Kama baba yangu for example alikuwa na 1000 acres and he had 5. Si atatukawia kama pengine 200. But hapa you realize that somebody amekuwa na 1000 acres for the last 50 years. The sons inherited the 1,000 acres, each 1,000. The sons also inherited 1,000. The grandchildren 1,000. These are cartels, which you don't know. Let's have a database. So that we avoid these guys. When you go to serious for there, hiyo mahindi genuine ya wakulima ndio inaingia saa hii. Ile ya cartels iliingia December na ikaingia January. So cartels were paid. Genuine farmers have not been paid. Who are here? Who are there? Sasa mimi nataka kuuliza nini? Sisi ni wakulima. By now, tunaenda kwa shamba kusimamia matrakta asubuhi, tunarudi tunaenda tafuta karatasi ya feti kwa ofisa agriculture, tunapelekea chief, tunapelekea administrator, tunapeleka CEO. Hiyo kazi yote mnatupatia sisi ni ya nini? Sisi wote kama wakulima sisi tunajuana hapa. Hakuna cartel hapa kwa wakulima. Kama ni cartel, hiyo mahindi ilitoka Mexico mwezi wa 8. Wale wakora wakaweka kwa store, saa ile sio nafunguliwa, wanaingiza wanasema sasa ni cartel. Na kama ni kufanya teti, muende Busha, muulize watu wa immigration pale, na muende Mombasa, muweke huko feti. Lakini katikati ya wasilisho feti ni ya nini? Hii makaratasi hata mnaweka hasara. We are requesting that cereals board were decentralized. For example, right now, Siwa inapa wapi imefungwa. Hakuna kupeleka mahindi ndani. Lakini hapa ndio inaingia. Because hapa in Eldoret it is possible to have cartels because we don't know. But if it is actually in the rural areas, kama ni kila mahali unajua tu watu wakipenda sasa Mosoria wapi, hakuna cartel ataingia huko kuchukua mbolea ama kuchukua mahindi. So we are requesting wacha vitu siende mashinani. Na tunataka uambie Kenyatta na Ruto uenda sisi hatutalima. Wasikie sasa au wakuja. Somo na wakuja hapa wanaendanga harusi na kwenda ile yote. Mbona hii national issue wakuji? Hii ni wana Wanyoni unaambia sisi Tumaini mnaenda kikao. Kikao ya kufanya nini? Ya wiki kesho ya kuvuka sungura. Hiyo haipangwi mahindi hivyo hapa sasa. Labda Trans Nzoia, Elgeyo Marakwet na Nandi. Lakini hapa tarehe 8 fix. Kwa hivyo ambieni cartel na serikali waambie Mexico walime sawa sawa. Hakuna mahindi hapa sasa. This is serious. Au namna gani? Hao watu watalima. Usitembelezana hao watu watalima. Hakuna pesa.
saizi hapa huku loan yote kutoka Central kwenda mpaka Narok mpaka Mombasa mpaka Western Kenya, loan zinatupwa ya hapa lazima ilipwe. Ati tunasema iko cartel hapa wanaleta mahindi Eldoret. Cartel ni serikali kuu. Musikie sasa. Ambia wao. Tunasema kama wakulima wa Wazingishu, cartel ni serikali kuu na wachache wenu. Awale tulijagua, hawa ni cartel. This is a very important issue. Hii juzi wa Meru walilia kwa miraa. Wa Meru walilia kwa miraa. Miraa inatengenezwa uchi au ni kulevya? Simulipea pesa. Ngoja mtaona mwaka kesho hakuna chakula tumia hii. Mwanzo sasa kuhangaika. Sasa mnaweka mahindi ya besi kwa Mombasa, mnaingiza hapa na trela 20 kila siku. Tukiuliza ni ya nani? Anasema wachana. Yetu lori inakaa mpaka social nyingine mpaka Jekani. Ngine mpaka pande mailitesa. Manda kwa wewe mwenyewe unajua. Hii tabu gani tunapata? Mtaona mwaka hii bozo takuna. Cartel wanatembeza, pesa hakuna, mliwalipa cartel. Sasa mjue mwaka kesho hakuna chakula na watu wanaongezeka milioni 7 kila mwaka sasa. Mtomo milioni 7 new. Mtafanya nini? So on Tuesday, God willing, na tumeambia wale ambao tuko nao watakuwa wameongea na minister ataleta hiyo budget yake tupitishe ili wakulima nao walipe pesa zao. Nataka niwahakikishie that's what you have come for. Kwa hivyo yote nimesema tumeandika chini, nafikiri wenzangu wameandika zote, na mimi pia nataka kuwasilisha kwa komiti yenu. Pia muangalie vile nimesema hii maneno ya AFC. Tukisema deni ya hapa not Rift, which is just 1.7 billion, itolewe. Watu wanaanza kusema sijui haifanyiki, sijui haiwezekani, sijui. Kwani kuna discrimination Kenya hii? The constitution says don't discriminate. Na hii ingine imetolewa watu wasibizi. Ya mwisho na ni ya muhimu. Kama mtatuletea mbolea hii wiki tutapanda. Pato kishapanda tuko na matatizo ya fall armyworm. So asiweka hiyo pesa, weka hizi pesa ya kutosha ya kucontrol fall armyworm. Na wizara ya kilimo wanangeti. Zamani 80s kulikuwa na emergency response ya Ministry of Agriculture. Land Rover inakuja, iko na boom sprayer, iko na dawa. Yani ni response. It is an emergency. Make sure as a ministry you are prepared. Sisi wakulima tuko tayari kufanya kazi. Mkitu facilitate, we shall avail the food. If you don't, tutaperish wote.